Wizara ya Afya Zanzibar imetoa ufafanuzi wa tukio la mtoto Saidi Abdallah Hamis mwenye umri wa miezi minne kwa madai ya uzembe wa madaktari. Akitoa ufafanuzi huo wakati akizungumza na waandishi wa habari huko ofisini kwake, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Ngereza Mzee Miraji, amesema kutokana na madai hayo, Wizara ya Afya Zanzibar imechukua hatua ya kuwasimamisha kazi wahudumu wa zamu wawili wanaolalamikiwa na mzazi wa mtoto huyo kama anavyoeleza. La mwananchi mmoja mzazi ambaye alimpeleka mwanawe hospitali ya Lumumba kupata huduma, na alifika Lumumba alikuwa amekuja kwa ajili ya rufaa kutoka hospitali ya Jeshi Bububu. Alipokelewa tarehe 15 na alipata matibabu mpaka tarehe 19. Matibabu ya msingi alojia ni swala zima la operation ya tumbo, kwa sababu tumbo mkubwa na mdogo ulionekana kuingiliana kitabibu, na operation ile ilifanikiwa. Ikawa imetokea changamoto kwenye mkono wa yule mtoto wa miezi minne. Kwa hiyo mzazi anacholalamikia ni swala zima la ucheleweshaji wa wale watu wa huduma kuhusu kumhudumia, kuhusu ule mkono wa yule mtoto ambao umevimba na umebadilika rangi. Sawa. Kwa hiyo ndo tukaona tuitane kwa ajili ya hilo. Wizara imeona kuna umuhimu au kuna haja ya kutoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya mzazi wa mtoto Saidi Abdallah Hamis. Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 akitokea hospitali ya Jeshi Bububu ambayo ilikuwa ni rufaa, na alipokelewa kwa ajili ya matibabu ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanywa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa. Lakini katika kipindi cha tarehe 15 mpaka tarehe 19 mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi. Hali ilopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe 19 waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe 20 yule mtoto alikuwa kafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali, kuanzia ambulance kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam akapokelewa na ambulance, na mpaka jana usiku tumezungumza na mama, alikuwa bado mtoto yuko theater anaendelea na matibabu hayo ya mkono. Sasa malalamiko ya mwananchi tumeyasikia ya wazazi na tumechukua na tumeamua kuchukua hatua zifuatazo, kwa kuwa haya ni mambo ya kitabibu. Sawa, na tumeamua kuelekeza mabaraza mawili. La kwanza, baraza la wauguzi na wakunga Zanzibar; pili, baraza la madaktari, kuhakikisha wanafanya uchunguzi ndani ya wiki 2 kwa kuanzia, ili kubaini changamoto ni nini na nini kifanyike na hatua gani zimekiukwa za kitabibu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pili, wizara imeamua iende mbali zaidi, kuhakikisha tunawasimamisha kazi kupisha uchunguzi wauguzi wa zamu wawili waliokuwepo siku hiyo, na ndo ambao kwa kuanzia wanalalamikiwa na wazazi wa mtoto huyo. Shukuru waandishi wa habari kwa response yenu ya kuja, lakini wizara au serikali ipo makini kweli kuhakikisha tunataka kuchukua hatua ziboreshe, lakini hatutaki hatua hizo hizo ziwa demoralize wataalamu wetu wa afya. Na ndio maana utakuta mabaraza na wenyewe wana utaratibu wao, na kama mkurugenzi tiba alivyosema hapa, hatua zinachukuliwa kwa mujibu wa utaalamu, kwa sababu cheni ni refu, amepokelewa. Kwa hiyo wanafanya ile clinical auditing kila hatua yule mgonjwa alipopitiwa, na mpaka ripoti ya JKCI vile vile itapitiwa. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Na hawa wananchi na huyu kijana mtoto wa miezi minne wamepelekwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali. Na mpaka jana usiku nilikuwa nimezungumza na mama akiwa anamsubiri mtoto kutoka theater, na baadaye nikazungumza na baba yake. Kwa hiyo tunalifuatilia hili kwa makini, na imekuwa ni utaratibu wetu wagonjwa wote, hasa mganga mkuu, kwa sababu bili zinakuwa zinaletwa hapa wizarani, anafanya consultation na mkuu wa JKCI au kule Moi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunafuatilia kwa makini, na niwatoe hofu wananchi waendelee kupata huduma, wala
hakuna chochote, na tutaitana kama hivi kupeana taarifa tumefikia wapi juu ya swala hilo. Akijibu maswali ya waandishi wa habari, mrajisi wa baraza la madaktari Dr. Faiza Kasim Suleiman ameeleza kuwa kwa mwaka huu ni kesi ya kwanza imeripotiwa kutoka hospitali ya Lumumba, lakini hapo awali walipata kesi 2 kutoka hospitali ya wilaya ya Chumbuni na kusimamisha leseni za madaktari hao kwa miezi 3 na muda wa miezi 6 wapate kupitia sehemu zenye upungufu. Ajitambulisha. Ulizungumzia kesi kutoka Lumumba. Kwa kumbukumbu zangu kwa mwaka huu sisi hii kesi ya kwanza ya Lumumba, isipokuwa tulikuwa na kesi sisi za hospitali ya wilaya Chumbuni. Tulikuwa na kesi 2. Tulifanya investigation na tukaona kama kweli kuna hatia na madaktari waliohusika walichukuliwa hatua. Walisimamishwa leseni zao kwa muda miezi 3, alafu kwa sababu walikuwa na mapungufu tumeona ya taaluma, tukapa muda miezi 6 wapitie zile sehemu ambayo tumeona una upungufu. Zile sehemu ambayo tumeona pungufu, tuseme ya sehemu ya department ya watoto, sehemu ya emergency, kwa hivyo wakawa wanapitia kule ili wapate taaluma yao ipate kwa nzuri zaidi. Kwa hivyo sio kama tunatoa punisher, lakini tunawajenga pia, kwa sababu tunahitaji madaktari, kwa hivyo lazima tuwajenge. Si ndio? Tunakusudia kwa kesi hii itabidi tufanye utafiti kujua kwanza nani amehusika, kwa sababu hasa kwa sababu unaweza tukafanya utafiti ikaonekana watu wamelalamika kwa mtu huyu, lakini ukishafanya utafiti unaweza ukakuta kuna na wengine pia wanahusika. Kwa hivyo kama baada ya uchunguzi wetu itaonekana kama kuna mtu amefanya kosa kitaaluma, bila shaka kuna punishment nyingi. Kuna punishment ya kumpa onyo, inategemea na ule uzito wa tatizo lilotokeza. Kwa sasa siwezi kujibu mpaka tufanye utafiti tujue, lakini zipo kutoa onyo kimaandishi, kwa mdomo, kumsimamishia leseni hadi kumfutia usajili wake. Hizo ndo punishment ambayo tunatoa baraza kawaida. Sasa tutatizama kama kweli kafanya makosa huyo mtaalam au ndo imetokezea bahati mbaya, tutaangalia. Kwa upande wake mkurugenzi kinga Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Msafiri Marijani ameeleza kuwa mtoto huyo hajakatwa mkono kama inavyodaiwa, bali amesafirishwa hospitali ya Jakaya Kikwete na anaendelea na matibabu. Mkuu kwamba baada tu ya operation ile ya tumbo asubuhi yake ikaonekana mkono unaanza kuvimba. Sasa kitaalamu sababu ya kuvimba mkono ziko nyingi ambazo zinaweza zikapelekea ule mkono ukavimba, lakini kikubwa ni kwamba mshipa ambao unapeleka damu ambao tunaita artery kitaalamu. Artery ndio inapeleka damu, vein inarejesha. Cannula mara nyingi inatiwa kwenye vein. Artery iko ndani zaidi, uwezo ukaifikia. Lakini ukiona mkono umeshaanza kuwa mweusi, na maana damu haiendi kwenye eneo husika. Kwa hiyo artery imeathirika. Sasa hapo ndio watu wanajiuliza vipi wametoboa vein na sasa kwa nini artery ndio imeziba. Sasa vitu ambavyo tunahisi vinaweza vikawa vimepelekea. Wakati unatafuta vein uweke cannula, huwa kuna mpira unafunga hapa. Kitaalamu unaitwa tourniquet. Unafunga hapa ili vein zitune uzione kwa urahisi, uweke cannula. Sasa visa vya zamani ambavyo tumeviona, na sio Zanzibar, tuna maeneo mengine, ni kwamba hii ikifungwa muda mrefu zaidi ya saa moja ikasahaulika, ndio sababu kubwa ya mkono kuharibika. Lakini kwenye kesi hii ukisikiliza wale walalamikaji na mama mwenyewe hawasemi kama hilo swala. Huwa mara nyingi mama ndo anagundua kwamba kuna mpira umefungwa hapa muda mrefu umesahaulika, na ataenda kwa muuguzi kumwambia. Lakini tukumbuke huyu mgonjwa toka tarehe 14 amelazwa hospitali ya Jeshi Bububu. Tarehe 15 ndio amepewa rufaa akaletwa Lumumba. Kwa hiyo kuna safari ndefu hapa. Hatujui alipitia mambo gani. Kingine hii mpira ambao amefungwa ile tourniquet inaweza kama ilifungwa kwa nguvu sana
na inategemea vile vile na hali ya afya ya yule mtoto. Huyu ni mtoto ameumwa, anaonekana muda mrefu, tumbo imevimba, hana maji mwilini. Vile vile inaweza ikapelekea ile artery ikadhurika na ikashindwa kupeleka damu. Namba 3, hii vein sasa cannula imeshaingizwa. Kama inavuja, ikivuja yale maji yanajaa ndani, yanaingia kwenye mkono. Vile vile inaweza ikazuia artery kupeleka damu kwenye eneo husika la mkono. Kwa hiyo kuna mambo kama matatu haya. Lakini kingine cha mwisho ambacho hatujui kama kitakuja kuthibitishwa ni hali ya maradhi ya kurithishwa ya kuganda kwa damu kama anayo yule mtoto. Kwa hiyo kuna watu ambao wamezaliwa damu yao inaganda kwa urahisi. Kwa hiyo mshipa wote wa damu ukipata mtikisiko wote ni rahisi kutengeneza kloti na kuzuia damu kwenda kwenye eneo husika la mkono. Ndio maana tunasema kwamba hili swala linahitaji uchunguzi, lakini vile vile sipendi kusema kwamba mtoto amekatwa mkono lakini hajakatwa. Amesafirishwa tarehe 20 mwezi wa 11 kupelekwa hospitali ya maradhi ya moyo na mishipa ya damu Jakaya Kikwete. Anaendelea na matibabu kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 20 alikuwa hajakatwa mkono. Sasa pia tusiwamislead wananchi kusema kwamba mkono umekatwa wakati haujakatwa. Matumaini yetu kwamba hospitali taasisi ya moyo Jakaya Kikwete huenda nao atafanya uchunguzi. Tunaweza pia tukapata taarifa zaidi za kitaalamu kuhusu nini kimepelekea mkono ule kuharibika. Kwa kifupi, maradhi kwa binadamu ni magumu sana. Tusiwe wepesi sana kuruka na kuanza kutoa conclusion. Ni ngumu. Kila mtu na mwili wake. Wewe, mimi na wewe tunaweza tukafanyia operation, mimi nikatoka siku 3, wewe ukabaki mwezi mzima. Inategemea hali ya yule mgonjwa vile vile. Hatukatai kwamba uzembe unaweza ukawekwa, lakini sababu za kitaalamu ni hizo. Zote ziko wazi hapa. Na tunapokea wagonjwa na ndugu wa wagonjwa ambao wana malalamiko every day. Nyinyi ndugu waandishi vile vile mnatufikia kwa njia ya simu yanapotokea malalamiko. Mimi nafikiri labda baadhi ya vyombo tu vya habari kabla hata ya kurusha ile clip wangeweza kufika kwenye ofisi za Wizara ya Afya kupata maelezo. Kuliko ambacho kimefanyika kwamba direct wamesikiliza upande mmoja na wakairusha wakaisambaza. Sisi tupo na hakuna mtu ambaye amekataa kupokea simu ama mgonjwa akaja kulalamika akawahi kufukuzwa ndani ya Wizara ya Afya. Kwa hiyo ofisi zetu zipo wazi, tunapokea malalamiko. Viongozi wa hospitali nao ofisi zao ziko wazi, wanapokea malalamiko vile vile. Kwa hiyo mimi niendelee kuwasihi wananchi wasione shida kuripoti tukio lolote ambalo linatokezea kwa viongozi wa hospitali. Wakiona viongozi wa hospitali wachukue hatua, basi sisi viongozi wa wizara tupo. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.